Haleluya. Anasema 14, yani hapa ndio unapapenda jamani. Kwa kuwa wote, sema kwa kuwa wote David. Kwa kuwa wote. Umeelewa vizuri? Sio wachache. Unajua yani wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Haleluya. Kuna watu wanasemaga duniani huwezi kuokoka. Kuna watu wanasemaga duniani huwezi kuongozwa na Mungu. Biblia imesema hivi, wote wanaoongozwa na Roho hapa duniani, sio mbinguni rafiki zangu. Unajua mbingu ni mbingu za Bwana, lakini nchi ametupa sisi wanadamu. Na sisi tunaishi hapa duniani kumwakilisha Mungu. Juzi tulifundisha somo la kusudi Jumatano. Najua wale ambao walisikiliza walilielewa sana. Kwamba umekuja duniani kwa kazi maalum. Kwa sababu kabla hujazaliwa ulikuwa kwenye store ya mbinguni na ulikuwa umewekewa kusudi ndani yako. Kwa Mungu alivyosababisha uvae mwili uje duniani, ulikuja kutimiza hiyo kazi. Na hiyo kazi ni Mungu peke yake akikuongoza unaweza ukaitimiza kwenye maisha yako. Umeelewa eh? Kwa hapa anasema kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Kwani amesema hivi? Kuna watu pia ambao huwa wanaongozwa na roho ya shetani. Manake kinyume chake, wale wanaongozwa na Roho wa Mungu ni watoto wa nani? Wa Mungu. Wale wanaongozwa na roho ya shetani ni watoto wa nani? Wa shetani. Wewe unahitaji kujiuliza wewe ni mtoto wa nani? Wewe mambo yako unayofanya hayana tabia za Mungu, hayana asili ya Mungu. Manake ni mtoto wa nani? Wa shetani. Na ndio maana hatutaki kumzalia shetani matunda. Hatujaumbwa kwa ajili ya shetani. Shetani aliumbwa kwa ajili ya moto. Sisi tumeumbwa kwa ajili ya utukufu wa nani? Na utukufu wa Mungu. Kwa lazima ukubali kumpokea Yesu ndani ya moyo wako. Lazima ukubali kumsikiliza Roho Mtakatifu anavyokuambia ndani ya moyo wako na kuongoze katika njia ikupasayo kuendea. Anasema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Haleluya, haleluya. Anasema hivi 15, kwa kuwa amkupokea roho ya utumwa iletayo hofu. Haleluya. Hatukupokea roho ya utumwa iletayo hofu, bali tulipokea roho ya kufanywa wana, ambayo twalia baba. Yani tumepokea roho ya kuwa watoto wa Mungu. Bali wote waliompokea walifanyika kuwa watoto wa Mungu, ndio waliaminio jina lake. Rafiki yangu ambao umekaa hapo nyumbani, hata kama umetoka kwenye pombe, yani hata kurizimu kulinyanyua uwezi, wewe ni mtoto wa Mungu. Ni swala la maamuzi tu. Kama Mwanampotevu alivyosema, siwezi kula makomo na nguruwe wakati nyumbani kwa babangu kuna chakula. Yani baba alikuwa yuko pale bado yule mtoto Mwanampotevu alikuwa mtoto wa Mungu. Kwa sababu shetani hajawahi kuumba mtu. Lazima tujue hicho kitu. Shetani hajawahi kuumba mtu. Na shetani hajawahi kumwekea mtu kusudi la kuzaliwa, bali Mungu alimwekea. Shetani analigeuza tu ile kusudi. Kwa hiyo sasa, kama wewe ni mtoto wa Mungu, manake au kupokea roho ya woga. Wewe ni jasiri. Bila sema wenye haki ni majasiri kama simba. Tumefananishwa na masimba, tena masimba jike. Unajua simba jike ni hatari sana eh? Yaani unaambia bora kukutana na simba dume baba. Simba jike ndio anaenda kutafuta mawindo. Ndio anaenda kutafuta mawindo eh? Aisee, kazi ipo wanawake. Sasa wenye haki, yani watoto wa Mungu wana ujasiri kama wa simba. Kwa hiyo hatukupokea roho ya utumwa iletayo hofu. Leo kuna mtu amekaa ana hofu. Hivi mimi afya yangu iko sawa kweli? Hivi mimi nitapona kweli? Hivi mimi nitaweza kweli? Hivi mimi nitaweza kuwa nitaolewa kweli? Hivi mimi naweza kufanya biashara kweli? Hiyo roho sio ya Kristo. Roho ya Kristo ni roho ya ujasiri. Haleluya. Mungu akamwambia Joshua, uwe jasiri na moyo wa ushujaa. Mungu anatembea na watu majasiri, na leo tumekuja kuambia kwenye redio hii ya kwamba inuka wewe shujaa. Inuka wewe shujaa. Kwa sababu ukupokea roho ya utumwa iletayo hofu, bali ulipokea roho ya kufanywa mwana. Wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu. Umezaliwa na mbegu ya Mungu. Umezaliwa na Mungu. Haijalishi umezaliwa Machame, umezaliwa Rombo, umezaliwa wapi, lakini mimi ninachokuambia wewe ni mtoto wa Mungu. Ndio maana Jumapili ya leo lazima utambue nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Jumapili ya leo lazima utengeneze tena mahusiano yako na Mungu. Jumapili ya leo lazima ujue kwamba kuna Mungu anayekuazia mawazo yaliyo mema, kukupa tumaini siku zako za mwisho. Haijalishi umesikia habari gani asubuhi ya leo, as long as Mungu amekupa hewa, amekupa pumzi. Kuna watu walilala kama sisi, lakini asubuhi ya leo hawajaamka. Kwa nini? Sio kwamba walikuwa wabaya sana, lakini ni kwa sababu unapopata nafasi ya kuamka, manake Mungu amekupa nafasi nyingine ya kuishi. Juzi tulijifunza tukasema hatujaja duniani kujaribu kuishi, tumekuja kuishi. Hatujaribu maisha, tumekuja kufanya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo au kupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu. Hiyo hofu unayoisikia inatoka wapi?
Hiyo hofu ni shetani anaileta, kwa sababu kitabu kile cha Yohana 10:10 nasema mwivi aji ili achinje na kuharibu, bali Yesu Kristo amekuja ili tuwe na uzima, tena tuwe nao tele. Haleluya! Unapokuwa na uzima unakuwa nao tele, hauna hofu, hauna wasiwasi, hauna mashaka, kwa sababu ndani yako kuna nguvu inayokusukuma kusonga mbele. Kuna anayekuambia mwanangu usiogope, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja na wewe, wala mwali wa moto hautakuunguza, wala uendapo katika maji hautagarikishwa. Yani kuna mtu anayekushika mkono, anakuambia mwanangu simama, hapa tunaenda na wewe, kwa sababu Roho Mtakatifu ni msaidizi, anakaa ndani yetu kwa ajili ya kutusaidia yale mambo ambayo tusingeyaweza kibinadamu. Tunapoendelea kuongea, tumesema sisi ni watumishi wa Mungu kutoka kanisa la Champions of God Assembly, na leo tunakaribisha katika ibada nzuri jamani, ibada nzuri jamani, ibada nzuri. Yaani usifike mbinguni ukasema hatukukwambia kwamba kuna ibada. Haleluya. Mungu akikuuliza kwa nini ulilala screen yako ikaleta hapo, usiseme sikusikia. Inawezekana mwingine umelala kitandani saa hizi na unasikia kabisa jirani hapo nyimbo zimeanza, kuna makanisa yako hapo. Ili ndio unavuta blanketi au ndio unataka kutoa nguo nje ukafungue. Ninakuambia leo ni siku ya Bwana. Nenda kamshukuru Bwana ni kwake. Nenda kaungane na watoto wengine wa Mungu, mwambie Bwana asante. Ni siku ya Mungu, ni siku ambayo tumeipanga kwa ajili ya kumwabudu Bwana. Na kanisa letu liko hapa Moshi mjini, mkabala kabisa na ofisi za reli, kwenye ukumbi wa Town, ukumbi wa washindi. Sisi ni kanisa la washindi. Na tukasema kila siku tuna maombi kuanzia Jumatatu pia mpaka Ijumaa. Ukihitaji maombi na maombezi, unatuma na message hii kwa 0743836074 0743836074. utaombewa popote ulipo. Lakini pia kama unahitaji kuja kuombewa, ni bure kuanzia saa 4 mpaka saa 10 kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Tunakuombea, unapokea nguvu za Mungu. Wewe mwenye magonjwa, unateswa na msongo wa mawazo, unateswa na madawa kulevya, unateswa na ndoto mbaya, unateswa na vitu vya ajabu ajabu vielewi, upati kazi, ujielewi, njoo ukutane na huyu Roho Mtakatifu aliyemfufua Kristo katika wafu, ambaye atawisha kila kitu chako ambacho kilikuwa katika hali ya kufa. Haleluya. Tafurahi sana leo tukiabudu pamoja mahali pale Champions God Assembly, kanisa la washindi, ambao utaelewa for the earnest expectation of the creatures waiting for the manifestation. Ndio maana nasema kudhihirishwa. Hapo anasema kufungua kazi kudhihirishwa. Manifestation. Najua leo mnaenda shule kidogo mnaelewa maana manifestation. Manifestation of the sons of God. Yani kudhihirishwa kwa watoto wa Mungu. Na leo tumekuja kwenye hii redio kusema kwamba kuna watu Mungu anakwenda kuwadhihirisha kwamba hawa sio watumwa wa magonjwa, hawa sio watumwa wa pombe, hawa sio watumwa wa uzinzi, hawa sio watumwa wa mateso, katika jina la Yesu. Kwa hawa ni watoto wangu, ninawadhihirisha. Sijui naongea na nani ambaye leo ni siku ambayo Bwana ameipanga akudhihirisha kwenye kizazi chako ya kwamba wewe sio maskini, wewe sio mgonjwa, wewe sio mtu wa mwisho, wewe sio ombaomba. Wewe ni mtoto wa Mungu, na kwa kuwa mtoto wa Mungu umezaliwa na mbegu ya Mungu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananielewa sana? Hebu tuone mstari wa 28 kidogo tuzungumzie hapo. Anasema hivi, Warumi 8:28. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Ili andiko ni zuri. Mungu anafanya kazi pamoja na nini jamani? Amen. Sio pamoja na kila mtu, pamoja na wale wanaompenda. Naomba nikuulize swali asubuhi ya leo. Je, unampenda Mungu? Simaanishi useme tunampenda kwa maneno, kwa sababu upendo ni nini? Upendo ni matendo. Si mnanielewa ninachokizungumza? Upendo ni matendo. Anasema kama kweli unampenda utazishika amri zake. Anasema kwa maana wale aliowajua tangu asili, sema wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe mfano wa mwana wake. Rafiki yangu unanisikiliza, unafanana na mfano wa mwana. Jina langu ni Prophetess Lightness. Lengo kubwa la tangazo hili ni kuomba support yako ya sadaka katika vipindi vya redio. Nitakuwa na vipindi kila siku ya Jumapili saa 1 asubuhi na Jumatano saa 3 usiku katika kipindi redio ya Voice FM iliyokuwa mjini Moshi. Na redio hii ina vijana wengi sana 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 ambao hawamjui Mungu. Kweli tangu nimeanza nimeona matokeo makubwa sana kwa watu. Hivyo ninaomba unishike mkono kwa sadaka yako yoyote
na kitanisupport sana sana, kwa sababu kiukweli injili ya redio ni gharama sana sana sana. Sio rahisi. Nadhani wengine wale mambo ya redio mnajua kufanya vipindi live ni gharama kubwa, lakini Biblia inasema wataendaje wasipopelekwa? Niko hapa kukuomba kwa unyenyekevu na kwa upendo kabisa sadaka yako, na namshukuru kwa vile itakuwa na nguvu na matokeo makubwa, na utakayekuwa sababu ya hivi vipindi kwa hewani. Mungu atakubariki na atakuinua na atakuzuia. Shalom, shalom mtu wa Mungu na nisikiliza na kunitazama mahali hapa. Jina langu ni Prophetess Lightness. Lengo kubwa la tangazo hili ni kuomba support yako ya sadaka katika vipindi vya redio ambavyo nimeanza kwa mwezi mzima. Nitakuwa na vipindi kila siku ya Jumapili saa 1 asubuhi na Jumatano saa 3 usiku katika kipindi redio ya Voice FM iliyokuwa hapa mjini Moshi. Na redio hii ina vijana wengi sana 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 ambao hawamjui Mungu. Nikaona ni platform yangu nzuri ambayo nitatumia kuwasaidia vijana waokoke, wamjue Mungu, wabadilishwe maisha yao. Na kweli tangu nimeanza nimeona matokeo makubwa sana kwa watu. Hivyo ninaomba unishike mkono kwa sadaka yako yoyote ya kuanzia shilingi 5,000. Unaweza kujoin box ukatoa chochote, na kitanisupport sana sana, kwa sababu kiukweli injili ya redio ni gharama sana sana sana. Sio rahisi. Nadhani wengine wale mambo ya redio mnajua kufanya vipindi live ni gharama kubwa, lakini Biblia inasema wataendaje wasipopelekwa? Niko hapa kukuomba kwa unyenyekevu na kwa upendo kabisa sadaka yako kuanzia shilingi 5,000 na kuendelea kwa mwezi wa 11 na wa 12, ili nimalizie vipindi vyangu ambavyo nimeanza na nitaendelea navyo. Na namshukuru kwa kuwa vitakuwa na nguvu na matokeo makubwa, na utakayekuwa sababu ya hivi vipindi kwa hewani. Mungu atakubariki na atakuinua na atakuzidisha. Amen. Kwa ajili ya maombi na maombezi kwa dakika 10, kwa dakika 10 tu. Lakini pia una nafasi ya kuendelea kutuma meseji yako kupitia namba ya studio 0678121107, au tuambie nyimbo gani siku leo ukisikia ulikuwa umeelekewa. Karibu tumishi. Haleluya, haleluya. Tunamshukuru Bwana, tunaingia katika nafasi ya maombi, na kama tulivyosema, kama unatamani kuona vipindi live unaweza kuingia YouTube channel Prophetess, andika tu Prophetess Lightness, utakutana na YouTube channel yetu na utaviona vipindi hivi vya Inuka Wewe Shujaa live kabisa, na utatuona live hapa studioni na utabarikiwa zaidi. Kwa ni vizuri pia ukaenda kwenye simu yako na ukafungua vipindi vingi vilivyopita vya Prophetess Lightness channel ya YouTube. Lakini pia tumesema kanisa letu liko Champions of God Assembly hapa Moshi mjini mkabala na ofisi za reli. Na leo ni siku ya Jumapili. Karibu sana tuabudu pamoja hapa Moshi mjini. Na utabarikiwa. Tuna ibada nzuri za kusifu na kuabudu leo. Tutakuwa na muda mzuri wa kumsifu Mungu na kumwabudu. Tutakuwa na muda mzuri wa maombi na maombezi, unabii, neno la Mungu. Yaani ni raha jamani. Sisi niwaelezeje? Natamani tungekuja ukaona kile ambacho kinaendelea ndani ya huduma ile ya Champions of God Assembly. Lakini hujachelewa. Bado uko mapema kabisa. Saa 3 unaweza ukaja ibadani kuanzia saa 3, saa 3:30, na tutamaliza saa 7. Na Mungu akubariki sana. Na ukihitaji maombezi pia binafsi, tumesema utatumia message kwa 0743836074. Nitarudia 0743836074. Hizo ndio namba zetu za maombezi, na kila siku tumesema kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa tunakuwa na maombi ya mtu mmoja mmoja kuanzia saa 4 mpaka saa 10, na ni bure kabisa. Kuna kiingilio pale kanisani. Ukija unaombewa na unaondoka, unaombewa unaondoka. Kwa usikae na changamoto yako wakati tayari Mungu anasema na wewe hapa na amekuletea uponyaji wako hapa. Sasa natamani tuwe na muda mfupi wa kuomba. Niko na mtumishi mwingine wa Mungu anaitwa Davis, yuko hapa. Yeye ataomba kwa ajili ya wale watu ambao wanatamani Mungu afungue milango yao ya kazi na uchumi. Natamani sana afanye maombi yako dakika kama 2-3, then nitamalizia na maombi. Karibu sana uombe kwa wale watu ambao asubuhi ya leo wanatamani mipenyo ya kiuchumi, kazi, biashara. Mungu afanye kitu kwenye maisha yao. Karibu sana. Amen. Asante sana. Name of Jesus I pray. Hallelujah. Pokea. Utaitwa kazini, kaanza hiyo biashara, nenda kwenye hiyo interview. Wewe ni mshindi na zaidi ya kushinda. Watu ambao natamani kumpa Yesu maisha leo. Inawezekana kuna kitu nasikia ndani yako kwamba natamani kumpa Yesu maisha. Natamani kuyaunganisha maisha yangu na Kristo. Na kama utaomba sala hii nyuma yangu, basi usiache kutuma message yako ili tuweze
kusaidia jinsi ya kukulia wokovu na kukupa maelekezo mengine ya kiroho ili uweze kusimama na Yesu kwa namba zile ambazo tutazitaja baada ya kuomba maombi haya. Kama unatamani leo kumpa Yesu maisha sio kubadilisha dini, ni kumuingiza Yesu ndani ya moyo wako, na tumekuja hapa kukuletea Kristo ambaye naweza akabadilisha historia yako. Kama huwezi kula makombo na nguruwe, leo nataka mtu mmoja asimame kwa ujasiri chumbani kwake na ni kwake la Yesu. Asante kwa neema yako, asante kwa upendo wako. Nimeyatambua makosa yangu, nimezitambua dhambi zangu, kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nimekutenda dhambi kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo. Leo ninakuja mbele zako, ninaomba unisamehe. wa dhambi tena. Mimi ni mtoto wa Mungu. Asante kwa kunipokea, asante kwa kunifanya mtoto wako, asante kwa kuachilia furaha ya wokovu ndani ya moyo wangu. Umefuta dhambi zangu na hutazikumbuka tena, na kuwatangazia waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Na siku ya leo ya Jumapili, na mtuma malaika hapo ulipo akunyanyue tena, akupe uzima tena, akupe afya tena, akupe nguvu tena. Riposika inda ramasika repaseketere masayanda ripasikata. Nasikia watu wanainuka, nasikia watu wanasimama, nasikia watu wanaenda. Sikiliza, toka kwenye kitanda kwa ushindi. Sema, Bwana amenitembelea leo, nami nimeinuka, nimesimama katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Mungu, asante kwa kile ambacho umekifanya kwa watoto wako. Mungu, asante kwa ule uponyaji ulioachilia. Asante hata kwa wale maelfu ya watu ambao wameokoka kwa kipindi cha leo na kukupa wewe maisha. Naomba ukawape nguvu ya kusimama na kuendelea. Asante hata kwa wale ambao tumeombea uchumi wao, kwamba kuanzia sasa wanakwenda kufunguliwa milango ya kazi. Roho za chuma ulete hazitakuwa na nguvu kwenye maisha yao tena, wala roho za madeni. Wote wanaodaiwa madeni tunayakanseli, tunawapa nguvu ya kulipa na wepesi wa kulipa. Hiyo depression na stress ambayo imeingia ndani yao kwa sababu ya madeni, umeiondoa. Kwa kuwa ulikuja tuwe na amani, tena tuwe na uzima, ukaja ili tuwe huru. Na mwana wa Adamu akitoka huru, tumekuwa huru kweli kweli. Tunaweka huru mbali na madeni, huru mbali na chochote kilichowashikilia. Asante kwa kuwa nuru yako imeng'aa, na nuru inang'aa gizani, wala giza halitaiweza. Haleluya, haleluya. Usiache kutuma meseji yako kwa kile ambacho Mungu amekutendea, hata kama kuna muujiza ambao Mungu amefanya wakati tunaomba. Na wewe ambao umempa Yesu maisha, utatuambia kwamba leo nimeokoka. Andika tu message, leo nimeokoka. Lakini wewe ambao unahitaji tuendelee kuombea zaidi, ni 07 Lightness. Utaweza kuingia YouTube, utapia kikiwa live mwanzo mwisho, na utabarikiwa sana sana sana. Karibu Debbie.